Leo tunaenda kujifunza somo linalosema mambo ya kuzingatia katika harakati za kuusaka ufalme. Mambo ya kuzingatia katika harakati za kuusaka ufalme. Lakini tunapozungumza neno kusaka, maana yake ni kama kutafuta, lakini sio kutafuta kwa hali ya kawaida. Ni kusaka, ni katika hali fulani ya kubidii. Unasaka ni kana kwamba kile unachokitafuta ni kana kwamba hakitaki ukione. Sasa inabidi unaanza kusaka mpaka upate, mpaka uone. Na kuna vitu ambavyo ukivitafuta huwezi kuvipata, vinataka uvisake, kwa sababu kuna vitu vingine ambavyo ukitafuta tu huwezi kuviona, ni mpaka uvisake. Wanaopata ni wasakaji, wanaosaka. Kuna baadhi ya vitu unaweza kuvitafuta usivione kwa haraka, vitataka uendeshe msako wakati mwingine. Haleluya. Hata Mungu naye hapatikani kwa urahisi. Anasema wale wanaonitafuta kwa bidii. Ile bidii hivi mnafahamu nini maana yake? Ni msako. Yaani unamtafuta ni kana kwamba umsikia kile unasema hapana, mimi najua Mungu yuko. Atasema tu, atajibu tu, atafunua tu. Lazima Bwana aseme jambo kwa bidii. Mwisho Mungu anajifunua dhahiri, anaonekana kwako. Kwa tunapozungumza sentensi msamiati msako, yani ni hali fulani ya kutafuta zaidi ya kutafuta. Actually ni kama advance ya kutafuta. Wakati mwingine unaweza kuwepo labda unatafuta muujiza fulani hujauona. Haitoshi tu kusema kwamba nimetafuta muujiza sijauona. Hapana. Lazima kuna namna fulani unaambia Mungu hapana. Nataka nikusikie, nataka nikuone, nataka unitendee, nataka nipokee ushuhuda. Unang'ang'ana, unapambana, unatafuta, unasaka. Mungu akishaona unamtafuta sana, ni kana kwamba Mungu hawezi kunyamaza. Lazima Mungu aonekane. Haleluya. Amen. Lakini napozungumza ufalme, maana yake mbali na ufalme wa uraisi au utawala wa watu wanaokaa ikulu, maana yake tunazungumzia nafasi za juu katika maisha. High places, high levels katika maisha. Ndio tafsiri ya ufalme kwa mujibu wa somo letu. Lakini ukienda kwingineko katika mambo mengine, tafsiri hii unaweza usione, lakini katika mujibu wa somo letu tunaposema mambo ya kuzingatia katika harakati za kusaka ufalme, maana yake tunazungumzia nafasi za juu, nafasi za heshima, nafasi za utukufu. Huo ndio tunaosema ufalme. Haleluya. Amen. Harakati ni kama michakato fulani ambayo inafanyika, michakato fulani ambayo inafanyika, process ambazo zinafanyika katika kusaka hizo nafasi. Umeelewa kichwa cha somo? Amen. Kuna msamiati mgumu hapo? Hapana. Hamna msamiati mgumu hapo. Tunapozungumzia kusaka ufalme, maana yake ni kwamba lazima ufahamu hakuna kitu cha bure katika Mungu. Vitu vyote vya kimungu vina gharama. Lazima ugharamie, ushindane ndio upate hicho kiti. Hakuna kiti kinachokuja kiolela. Haleluya, wana wa Mungu. Amen. Kwa mfano tunaposoma Yesu mwenyewe alipokuwa na harakati za kusaka ufalme hapa duniani, alikuwa na harakati ngumu sana. Unajua Yesu tunapoambiwa amekirimiwa jina lililo bora kupita malaika, amewekwa juu ya vitu vyote, ametofautishwa na malaika, hiyo nafasi aliipata kwa sababu aliisaka. Haleluya, wana wa Mungu. Amen. Ni wangapi mnasaka ufalme mbalimbali hapa katika maisha? Mnyosha mkono wako juu. Mnasaka ufalme, mnasaka nafasi, mnasaka utukufu, mnasaka vyeo katika ulimwengu wa kiroho, mnasaka Mungu wenu kuonekana katika maeneo mbalimbali. Mnyosha mkono wako juu. Haleluya, wana wa Mungu. Amen. Inaweza ikawepo ni kwenye huduma, kwenye maisha ya kiroho, kwenye uchumi, kwenye kipawa chako, kwenye kazi za mikono yako, kwenye masomo, kwenye mahusiano. Glory to the name forever. Amen. Ni kila mahali. Mbia Bwana, maisha haya najua sio ya kwangu, maisha yangu ni yale pale. Lakini katika kufika pale
lazima ujue kwamba there are some competitions, kuna mashindano, kuna michakato ambayo process ambazo lazima uzipitie na uzikave zote. Okay, jambo la kwanza, unapokuwa unasaka ufalme kwa mujibu wa tafsiri ya somo letu, jambo la kwanza ambalo ni la muhimu, lazima uwe na maamuzi thabiti. Mtu yoyote anayesaka ufalme kama hana maamuzi imara, huwezi kufika kwenye kile kiti cha ufalme, kwa sababu kiti cha ufalme kinataka watu ambao wameamua. Wanaoamua ndio wanaoweza wakakabiliana. Wanaoamua. Haleluya, wana wa Mungu. Amen. Haleluya, wana wa Mungu. Amen. Unaposaka ufalme wowote, lazima uwe na maamuzi yaliyo thabiti. Uwe na maamuzi yaliyo thabiti. Usitembee na ile falsafa ya neema, 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 neema. Hapana. Kuna vitu ambavyo haviji kwa neema, vinakuja kwa gharama, vinakuja kwa mapambano, vinakuja kwa kushindana. Kwa hiyo ili uweze kushinda hivyo, lazima uwe ni mtu ambaye unayo maamuzi thabiti. Samueli wa kwanza 17:32. Samueli wa kwanza 17:32. Ndio. Neno la Mungu linasema, Daudi akamwambia Sauli, asizimie moyo mtu yoyote kwa ajili ya huyu. Ndiyo. Mimi mtumishi wako nitakwenda kupigana na Mfilisti huyu. Amen. Sauli akamwambia Daudi, huwezi wewe kumwendea Mfilisti huyu pigane naye. Kwa nini? Kwa maana wewe ukijana tu, na huyu ni mtu wa vita tangu ujana wake. Daudi akamwambia Sauli, mtumishi wako alikuwa akichunga kondoo za baba yake. Ndiyo. Na alipokuwa akija simba au dubu, akamkamata mwanakondoo wa lile kundi, mimi hutoka nikamfuata, nikampiga, nikampokonya kinywani mwake, na akinirukia humshika ndevu zake, nikampiga, nikamuua. Amen. Unaona kanisa? La pointi ya kwanza, ili uweze kufikia, ni lazima uwe na maamuzi thabiti. Uwe na maamuzi thabiti. Daudi alikuwa anauona ufalme moyoni mwake. Kwanza kabla ya hapo, Samuel alishawahi kumtia mafuta akamwambia utatawala Israeli. Lakini je, atatawala kwa njia gani? Atatawala kwa njia gani? Unajua, sikiliza nikwambie, hii itakusaidia. Kuna watu huwa tunachanganya mifumo au tunachanganya utaratibu. Nabii Samueli alishamtabiria Daudi, na tunajua neno la nabii ni sheria, haliwezi kuanguka chini. Lakini haimaanishi kwamba neno la unabii ni badala ya mambo mengine yaliyo ya muhimu kufanyika. Neno la unabii linasimama pale, ni amina na kweli, lakini sio mbadala wa utaratibu halali wa kiroho kufuatwa. Sasa pamoja na Samueli kumtia mafuta na kumtabiria kwamba wewe utakuwepo mfalme, lakini Daudi alijua ya kwamba ufalme huu hauwezi kuja nikiwa kwenye blanketi. Kuna harakati za kuusaka ufalme. Kuna harakati za kulivisha neno la unabii litimie kwangu kama nabii alivyotabiri. Na haiwezi tu kuja hivi hivi, hapana. Lazima ifike mahali fulani niwe na maamuzi. Tena sio maamuzi kama ya askari wa kawaida. Lazima mimi niwepo na maamuzi beyond, zaidi ya askari wa. Akaiweka roho yake mkononi kama nini? Yai. Wewe fikiria, unaenda kwenda kupigana na hili jitu refu kubwa lenye silaha ambalo lilijemedari la miaka mingi. Baba yake mwenyewe wa kiroho anajaribu kumvunja moyo, anamwambia kwamba wewe huwezi yule Mfilisti. Mimi mwenyewe ni Sauli hapa, lakini nimejificha, siwezi. Wewe huwezi kwa sababu wewe ni kijana mdogo na yule ni mtu wa vita siku nyingi. Lakini Daudi alikataa, alisema nimeamua. Liwalo na liwe, nimeamua mwenyewe. Kama Mungu atamwacha aniue, okay, sawa. Lakini najua Mungu hawezi kuangusha harakati zangu chini. Mungu ataibariki safari yangu. Mungu atabariki michakato yangu. Mungu atabariki procedure zangu zote. Mungu atabariki hatua zangu zote. Mungu aliyeniokoa na simba na dubu ataniokoa na Mfilisti huyu. Alikuwa na maamuzi yaliyo thabiti. Kuna watu tunaangusha maneno ya unabii chini, tunalalamika kwamba hayatimii, kwa sababu most of us maneno ya unabii tunapokuwa tumeyapokea
hatusimami katika misingi au katika utaratibu unaotakikana ili yale maneno yaweze kuflow kwenye reli yake. Samueli alimtabiria Daudi ufalme, lakini Daudi alijua okay, pamoja na unabii wa Samueli Mungu aliyomtumia, lakini lazima nifuate utaratibu. Utaratibu wa kwanza, mimi kama mimi napaswa kuwepo ni mtu mwenye maamuzi thabiti, maamuzi ya kutawala, maamuzi ya kuoa, maamuzi ya kuolewa. Kuna wengine mnatabiriwa habari ya ndoa lakini hamna maamuzi huko kichwani mwenu. Anaombewa sana lakini hana nini? Ndio tatizo lake kubwa. Anatabiriwa lakini hana maamuzi. Shida ya kijana hana maamuzi. Lazima uwe na maamuzi thabiti. Shida ya mfanyabiashara hana maamuzi. Ni kweli anatabiriwa habari ya utajiri lakini hana maamuzi. Ni mwanaume muoga hujapata kuona. Ni mwanamke muoga hujapata kuona. Hana maamuzi. Katika harakati za kusaka ufalme, pointi ya kwanza, lazima uwe na maamuzi yaliyo thabiti. Daudi akasema pamoja na Samueli kulitabiria, sasa Mungu nitie nguvu nifuate michakato. Mchakato wa kwanza, nataka nikabili jaribu zito lililoko mbele yangu na lishinde hilo jaribu, niweze kulishinda hilo jaribu. Akaiweka roho yake wapi? Hivyo ulishikuweka roho yako mkononi. Akasema pamoja na kwamba Sauli anaona siwezi, lakini mimi nimeamua, nina maamuzi. Na Mungu hawezi kuacha neno lake likaanguka chini. Akamkabili huyu Goliati. Kitendo cha kumkabili Goliati kilikuwa ni kitendo cha kimaamuzi. Aliamua hivyo. Wewe umeamua? Kuna sometimes tunashindwa kuamua vitu kwa wakati. Tunapiga mahesabu ya kuamua. Tunapiga mahesabu ya kuamua kwamba niamue, nitaamua. Amua sasa, huamui. Amua, huamui. Amua, huamui. Nitaamua, amua. Imefika saa ya kuamua katika jina la Yesu. Amen. Mkono wa Mungu ndio utakao muangusha Goliathi katika jina la Yesu. Amen. Haleluya, wana wa Mungu. Amen. Shauku tu ya kuona na kutamani haitoshi kama kitendo cha kuwa na maamuzi thabiti. Maamuzi thabiti yatakufanya uende. Kwa hiyo jambo la kwanza, ndugu zangu, tuwe na maamuzi thabiti. Tusitumie maombi vibaya. Ni maombi na maamuzi. Maombi na maamuzi. Maombi na maamuzi. Ni unabii na maamuzi. Okay, unabii wa Samueli, utaitawala Israeli. Bwana Mungu amekupaka mafuta kwa pembe, utatawala Israeli. Kipengele cha pili, Daudi anasema okay, fine, nimeamua hicho ulichosema na kiwe amina na kweli kwangu, na niko tayari kusaka hicho kitu mpaka nikishike. Halo? Amen. Mungu akamwambia okay, pita hapo. Akaamua pita hapo. Hii ni muhimu sana tuweze kujua katika maisha yetu, ndugu zangu. Haleluya. Mungu wetu yupo na anafanya vitu vikubwa kupita akili za kibinadamu. Lakini jambo la kwanza, hakikisha katika harakati za kusaka ufalme, usisahau uwe ni mtu mwenye maamuzi thabiti. Una maamuzi kweli ya kusoma? Una maamuzi kweli ya kuachana na umaskini? Una maamuzi kweli ya kumtumikia Mungu? Hivi kweli umeamua kumtumikia Mungu vizuri inavyotakiwa? Hivi kweli umeamua kuwepo mwimbaji wa kimataifa? Hivi kweli umeamua kuwepo mhubiri wa kimataifa? Umeamua kweli? Hivi kweli umeamua kuwepo mfanyabiashara mkubwa? Umeamua? Maamuzi thabiti. Jambo la pili, kamwe hofu ya matokeo isiwe sehemu yako. Hofu ya matokeo isiwe sehemu yangu. Angalia Wafalme wa pili 7:3-4. Wafalme wa pili 7 mstari wa 3 hadi wa 4. Neno la Mungu linasema, basi walikuwapo watu 4 wenye ukoma penye lango la mji, wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? Tukisema tutaingia mjini mna njaa, nasi tutakufa humo, nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Haya, twende tukaliendee jeshi la Washami, wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa tu. Unaona Pointi ya pili inasemaje? Kamwe hofu ya matokeo isiwe sehemu yako. Hofu ya matokeo tunamaanisha nini? Maana yake ni kwamba kuna watu wanaogopa, wanahofu na matokeo. Wanahofu na nini? Na matokeo.
Wakoma wanne walifika mahali fulani, wakavua hofu ya matokeo. Hofu ya matokeo, uoga wa matokeo, wakavua uoga wa matokeo. Uoga wa matokeo nini maana yake? Uoga wa matokeo ni ile kitu iliyoko ndani yako inakwambia isipokuwa itakuwaje, nisipopata itakuwaje, nikipoteza itakuwaje. Hiyo ndo tunasema hofu ya nini? Ya matokeo. Na kupitia hiyo hofu ya matokeo imewafanya watu wengi wameshindwa kutamalaki matakatifu ya Mungu. Imewafanya watu wengi wameshindwa kufikia kwenye kusudi la Mungu. Imewafanya watu wengi wameshindwa kufikia heshima walioandaliwa na Bwana, utukufu walioandaliwa na Bwana. Wameshindwa hata kupokea majina walioandaliwa na Bwana. Kuna wakati hata majina yetu haya tulio nayo yanapaswa yabadilike. Lakini hayawezi kubadilika hivi hivi, no. Lazima pointi ya kwanza uzingatie, lakini pia lazima pointi namba 2 uizingatie. Uwe ni mtu ambaye hauna hofu ya matokeo. Leo hii dunia nzima habari za wakoma wanne zinaongelewa, na Mungu anatukuzwa kwa namna ambavyo aliamua kwenda kutumia vitu vinyonge vidhaifu vilivyokuwa vimedharauliwa. Lakini haikuwa hivyo hivyo kirahisi. Ni kwa sababu walijua namna ya kusaka utukufu wa Mungu, na hawakuruhusu ukoma wao uwazuie kudhihirisha utukufu wa Mungu. Hawakuruhusu ukoma wao uwazuie kumfunua Mungu. Hawakuruhusu hicho kitu kiweze kuchukua nafasi. Hofu ya matokeo waliivua. Hofu ya matokeo imewazuia wengi kumtumikia Mungu. Hofu ya matokeo imewazuia wengi kufanikiwa katika maisha ya kawaida. Hofu ya matokeo imewazuia wengi katika maeneo mbalimbali. Hofu ya matokeo imewazuia wengi hata kupiga hatua. Hofu ya matokeo imewazuia wengi kumdhihirisha Mungu. Wakati Mungu anamwambia Yakobo, na kubadilishia jina, hutaitwa tena Yakobo bali Israeli, ni kwa sababu alifight. Haleluya. Alipokuwa anapigana na yule malaika mweleka, hakukubali hofu ya matokeo imsumbue. Unajua angeweza kuwaza kwamba hivi, jamani, napigana na jitu ambalo kwanza sio mwanadamu wa kawaida, je, likininyonga? Hakuruhusu hicho kitu. Ni mpaka Mungu aseme jambo, aseme neno. Asante kwa Bwana panapo mapambazuko. Malaika akasema, basi umeshindana na Mungu na wanadamu, umeshinda. Kuanzia leo hutaitwa tena Yakobo bali Israeli. Haleluya, wana wa Mungu. Amen. Wewe umepambana kiasi gani mpaka kuanzia leo jina lako usiitwe hivyo unavyoitwa? Umepambana kiasi gani mpaka leo usiendelee tena kuitwa mpangaji, usiendelee tena kuitwa mgonjwa? Ndio maana Yakobo alipokuwa na hizo harakati, mwisho wa siku malaika akasema, no, basi kuanzia leo, kwa kuwa umekuwa na maamuzi thabiti, kwa sababu umekataa hofu ya matokeo, jina lako halitaitwa tena Yakobo bali Israeli. Walioamua ndio majina yao yanafanya nini? Yanabadilishwa. Mungu atusaidie sana, wana wa Mungu. Amen. Yakobo akasema, no, huyu malaika nitapambana naye. Maana yake Mungu ameruhusu, na mimi nipo katika harakati za kuchukua kijiti cha Ibrahimu na Isaka. Mimi ndiye baba wa ukoo wa Ibrahimu, nitakaendeleza ukoo, na ukoo wa Ibrahimu utaitwa kwa jina langu. Kwa lazima nipambane kwa namna ambavyo ni tofauti. Tunaona hofu ya matokeo haikumsumbua Yakobo. Alisema, mimi nachojua ninapambana, nachojua Mungu atanipa neema, nitashinda, na hili jina lazima litabadilika. Watu wa Mungu, tunapokuwa na hofu ya matokeo, hatuwezi kufanya chochote, hatuwezi kwenda popote. Haleluya. Amen. Maana kila kitu unachotaka kukifanya kina matisho yake. Hakuna kitu ambacho hakina matisho. Kila kitu kina matisho yake. Amen. Kumtumikia Mungu kunatisha. Kuingia kwenye ndoa kunatisha. Kufanya kazi kunatisha. Kuingia kwenye biashara kunatisha. Kuzaa hata mtoto kunatisha. Nini hakitishi? Hakuna kitu hakitishi. Hakuna kitu hakitishi. Kwa hiyo lazima sasa ile hofu ya matokeo mabaya uvue, uweke pembeni. Jambo la tatu na la mwisho, vumilia na ukubali kulipa gharama. Lakini unasimama, unaumia lakini unasonga mbele. Hakuendeki lakini unaenda. Vumilia na ukubali kulipa gharama. Ili ufanikiwe kimaisha, kuna maumivu mbalimbali ambayo lazima uyapitie.
Ili ufanikiwe pia kihuduma, wakati mwingine kuna maumivu unayapitia. Unabeba msalaba kwa uchungu, kwa mateso. Wakati mwingine hata usipata kukusaidia, badala yake ukapata kukusukuma ili uanguke na msalaba. Lakini kwa sababu uko katika harakati za kusaka ufalme, unatamani kufikisha kusudi au unatamani kumdhihirisha Mungu wako, lazima ukubali kulipa gharama. Watu wengi wanakosa ustahimilivu, wanaona imezidi hii. Kiti kinakusubiri mbele cha ufalme, heshima inakungoja, na wewe uko katika process, katika mchakato. Basi katika huo mchakato lazima uikumbuke hii: vumilia na ukubali kulipa gharama. Ninaposema ukubali, maana yake ni kwamba kubali kwa hiari yako. Mapito yako yanaunganishwa na cheo chako katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo kuna baadhi ya michakato unatakiwa uipitie wewe. Kama Mungu ameruhusu na njia ndiyo hiyo, basi lazima ukubali kufanya nini? Kupita. Unapokwepa, maana yake ni kwamba unakwepa na ile nafasi, unakwepa na lile jina, unakwepa na ile heshima, unakwepa na ile neema, unakwepa na ule utukufu. Haleluya, wana wa Mungu. Amen. Aliyeshushwa hata mauti ya msalaba, akadharauliwa, akaikubali aibu, alikuwa ni Yesu. Lakini pia aliyekuja kuinuliwa, akapewa jina kuliko majina yote, na heshima na kuwekwa juu sana mkono wa kuume wa Mungu, alikuwa ni Yesu huyo. Kuna baadhi ya sehemu unapita, wenzako tunaruhusiwa kukuombea, kukushauri na kukuhurumia, lakini hata tukitaka kuingia humo hatuwezi na haturuhusiwi. Ukubali kulipa gharama. Watu wengi walikuwa kama kuna kitu ibilisi alichofanikiwa juu yao ni kuondoa uvumilivu. Watu wengi hawana nini? Uvumilivu. Wewe fuatilia. Wafanyabiashara wengine hawana uvumilivu, wanandoa hawana uvumilivu, vijana hawana uvumilivu, mabinti hawana uvumilivu, watumishi wa Mungu wengine hawana uvumilivu. Anaenda kuanza huduma leo, anaanza kumtumikia Mungu kidogo hapo, kesho anataka aonekane dunia nzima. Lakini je, uko tayari kuvumilia? Na sasa hiyo ni mfano mdogo, lakini unaweza ukakopi kwenye maeneo yote katika maisha, ukapesti. Hivyo hivyo katika maisha ya kawaida, hivyo hivyo kwenye kila eneo. Kuna vitu vingine huwezi kujaribu mara moja vikatiki. Jaribio la kwanza halitoshi, jaribio la pili halitoshi. Imani yako inajaribiwa. Harakati zako za kusaka nafasi, harakati zako za kusaka utukufu, harakati zako za kumdhihirisha Yehova zinajaribiwa. Haleluya, wana wa Mungu. Amen. Sasa katika hicho kipindi huwa ndipo unapoona watu wengi wanahangaika, wanarukaruka. Na katika hicho kipindi unapata watu wengi wanamwacha Mungu, wanarudi tena kwa Mungu, wengine wanakimbia, wengine wanabadilisha watumishi. Sikiliza, kuna baadhi ya vitu sio kwa sababu ya kubadilisha watumishi, ni vya kwako wewe. Vumilia na ukubali kulipa gharama. Angalia kitabu cha Timotheo wa pili 2:5. Timotheo wa pili 2:5. Neno la Mungu linasema, ndio, hata mtu akishindana katika machezo hapewi taji, asiposhindana kwa halali. Ndio. Yampasa mkulima mwenye tabia. Hapo. Hata mtu akishindana katika machezo hapewi taji asiposhindana kwa halali. Kwa halali. Kwa nini maandiko yanasema mtu akishindana hapewi taji asiposhindana kwa halali? Kwa sababu hii. Nini maana yake? Anaposema mtu hawezi kupewa taji asiposhindana kwa halali, maana yake ni kwamba Mungu anataka kila kipengele unachokipitia uvuke kwa halali, kwa njia iliyo sawa. Uvumilivu, pointi yetu inasemaje? Vumilia na ukubali kulipa gharama. Katika kitu ambacho watu wengi wanakishindwa na wanakikosea, miongoni mwa vitu wanavyofeli ni pamoja na uvumilivu. Watu wengi hawana uvumilivu. Wanaomba lakini hawana uvumilivu kusubiri maombi yao yazae matunda. Hawana uvumilivu. Wanaenda kwa watumishi wa Mungu, wanakaa kwenye madhabahu, lakini hawana uvumilivu kukaa na huyo mtumishi mpaka wauone mwisho wao jinsi Mungu anavyokwenda kufanya. Hawana uvumilivu. Mapito, majaribu, dhiki, adha, shida, kuna baadhi ya hivyo vitu vinaruhusiwa kama kipimo chako wewe. Sikiliza, haimaanishi kwamba ukiwa na mtumishi wa Mungu mwenye upako, haimaanishi kwamba wewe hutapitia mitihani Mungu aliyokusudia upitie.
Ndio maana hata yule mama aliyefanywa muujiza wa mafuta, chupa ya mafuta, yule alikuwa ni mke wa mtumishi wa nani? Wa Mungu, tena nabii. Lakini inaonekana yule alikuwa na jaribu lake, alikuwa na pito lake la uchumi, mpaka yule nabii akafa, akaacha deni kwenye familia, akaacha deni kwa mke wake. Na huyo mtu alikuwa anatumika na mtumishi wa Mungu nabii Elisha. Lakini haimaanishi kuwa hana nguvu ya Mungu. Lilikuwa ni jaribu, lilikuwa ni pito. Harakati za kutaka ufalme, kanuni ya 3 inakwambia lazima uvumilie na ukubali kulipa gharama. Hata Lazaro alikuwa rafiki wa Yesu, lakini bado aliumwa. Haimaanishi Yesu hakuwa na upako. No, Yesu alikuwa na upako na alikuwa anaponya wengi na kufufua wengi. Lakini lile jaribu liliruhusiwa kwa ajili ya utukufu wa nani? Wa Mungu. Sasa tusemeje? Mtu anakaa na Yesu kabisa, halafu eti anaumwa, halafu eti anakufa. Yuko na Yesu, inaingia akilini kweli? Yupo kwenye madhabahu ya nguvu, anapitia mapito namna hiyo. Inawezekana kweli? Inawezekana. Kwa nini siwezekane? Mungu akiruhusu, anataka kuithibitisha imani yako. Lazaro aliumwa pamoja na urafiki wake na Yesu. Kwa hiyo usiumbishwe imani yako, usibabaishwe, usisumbuliwe, usitetemeshwe, wala usitishike. Katika harakati za kusaka ufalme, lazima ufike mahali fulani, uvae hii sifa namba 3. Uwe ni mtu mstahimilivu, mvumilivu, alafu unakubali kulipa gharama. Kuna vitu vitarusika kwako. Kama ni kikombe ulichopewa kunywa katika Bwana, usikimwage wala usijaribu kukiepuka. Lakini pia kuna mengine ambayo ni shetani anayaleta. Hayo tunaambiwa tumtii Mungu, tumpinge ibilisi na atafanya nini? Tatukimbia. Lakini kuna mengine yameruhusiwa. Kwa mfano swala la Lazaro, hapa kuwepo na namna kabisa ya Lazaro kuishi. Ilikuwa ni lazima afe kwa sababu ilishapangwa kwamba atakufa, atafufuliwa, lakini ni kwa ajili ya utukufu wa nani? Wa Bwana. Kusingekuwepo na mtu wa kuweza kubadilisha hiyo. Na sio huyo tu, wapo wakina Ayubu. Ndio maana unapopita katika darasa kama hili, kinywa chako lazima kiwepo na lijamu. Usiwe mwepesi wa kumhukumu mtu yoyote duniani. Mtu yoyote usimhukumu. Hata usikie anapita kwenye eneo gani, usiwe wa kwanza kusema labda kuna ABC. No, especially kama hauna uthibitisho kutoka kwa nani? Mungu. Ni kweli kuna wakati tunapigwa kutokana na dhambi zetu, lakini kuna wakati ahadi ya Mungu inatujaribu. Upendo wa Mungu unafanya Mungu aruhusu mapigo. Anasema yule mwana anayempenda, mpendaye umrudi. Kunatakiwa ustahimilivu. Soma juu kwa miguu yako.